usihukumu siri za wanadamu. Ukasema habari hizi hatukuzijua. Leo zifike masikioni pako, na Biblia inasema mtakapoisikia sauti yake, usifanye migumu mioyo yenu. Ujumbe ni kumwabudu Mungu peke yake. Biblia inasema, narudia, Korinto ya kwanza 10 mstari wa 20 hadi 21. Biblia inasema, sivyo, lakini vitu vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu. Nami sipendi ninyi kushirikiana na mashetani. Hamwezi kunywea kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Hamwezi kushirikiana katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani. Au twamtia wivu, au twamtia Bwana wivu? Je, tuna nguvu zaidi ya yeye? Ndugu zangu, nitoe rai tu jioni ya leo, uliye karibu na uliye mbali. Kweli nilikuwa nasikia washereheshaji hapa wanasema unakaribishwa kwenye mkutano wa Injili unaofanyika katika kanisa la Assemblies of God EAGT hapa Ikondomoyo. Ndivyo ilivyo. Lakini injili tunayohubiri ni injili ya Mungu. Makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Kwa hiyo ukalejika ukadhani tunazungumzia habari za dini hapa. Tunazungumza habari za wokovu wetu, wokovu wako, wokovu wa ulimwengu mzima. Haleluya. Ndugu zangu, yuko Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Mara kadhaa nimekuwa nikieleza, unaweza ukaenda kule kwenye mbuga za mpunga, ukakuta kwenye kichuguu kuna kihema tu kimejengwa, hakijajitokea. Yupo aliyekijenga. Nini? Hata dunia hii, japo wanasayansi wanaweza wakaeleza wanachoeleza, lakini nazishuhudizia mbingu na nchi jioni ya leo. Uwe unajua au ujui kwamba yuko Mungu aliyeumba mbingu na nchi, aliyeumba viumbe vyote, vitu vyote, watu wote, na mamlaka zote ziko chini yake. Haleluya. Na alituumba sisi wanadamu kwa makusudi maalum. Kama wewe huwezi ukanunua baskeli tu kwa kujifurahisha, huwezi ukaoa mke kwa kujifurahisha, unakuwa una malengo yaliyokusudiwa. Nikwambie mambo haya, Mungu alituumba sisi wanadamu, moja, ili tuwe na ushirika naye. Mungu anatupenda wanadamu mno. Mungu anatupenda wanadamu mno. Narudia tena kwa mara ya 3. Maana anasema, ndani yenu nitatembea na kati yenu nitakaa, na ndani yenu nitakaa na kati yenu nitatembea, wa kike na wa kiume. Msiguse dhambi, msiguse kitu kilicho kichafu, maana mimi Mungu wenu ni mtakatifu. Mungu anatupenda wanadamu mno, lakini anachukia dhambi unazozifanya. Ndio maana jioni leo tuko mahali hapa. Sikia, namba 2. Mungu alituumba ili tumjue, alituumba ili tumpende, alituumba ili tumtii, alituumba ili tumwabudu yeye peke yake, na alituumba ili tumtumikie. Hebu tuchukue kipengele kimoja tu cha kumwabudu. Ndio maana hapa anasema kwamba mimi ndiye niliyekuumba, usiabudu miungu mingine ila mimi, usitengeneze sanamu wala chochote kilicho majini kwa mfano wa yoyote, uniabudu mimi peke yangu. Sikia nikujulishe haya. Tunaweza kusema, Mungu kwa nini anazungumza haya? Imefikia mahala watu tumeshindwa kuwa na maamuzi thabiti. Sikia haya, naomba ujue. Kwa mfano, Biblia inasema
Hakuna awezaye kutumikia mabwana wawili. Ukisoma katika Injili leo Mathayo ile 6:24, yuko shetani na dhambi zake, yuko Mungu na matendo yake mema. Ukisoma katika ile Efeso 2:10, sikia haya. Efeso 2:10, Biblia inasemaje hapa? Efeso 2:10, twende haraka ili baadaye tufanye maombezi. Makwani kwaye waje watutumishe kwa tukio la kihistoria. Ulimwengu wa roho hauamini kinachoendelea. Biblia inasema itarejea kanisa ambalo milango ya kuzimu haitalishinda. Nasoma Efeso 2 mstari wa 10. Biblia inasema maana tu kazi yake, yani Mungu, tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Sema amen. Hebu nikupeleke Galatia sasa. Baadhi ya matendo mema yameainishwa hapa kwa kifupi, lakini kwa rafiki kuweza kuelewa kwa urahisi kabisa. Biblia inasema hivi 5:20 na ngapi pale? Anasema 22, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Kwa hiyo Mungu alipotuumba kulikuwa mambo mema ambayo alikuwa ametuambia tufanye. Sikia haya nikujulishe. Mungu ni mwema. Kwa hiyo Mungu ana wokovu wake na matendo yake mema. Baadhi nimeyasoma hapa. Sikia haya. Mwanadamu, unaengojewa na jehanamu kama utaendelea kufanya dhambi. Lakini nafasi ya mbingu kwa ajili yako ipo. Usije ukaikosa tafadhali. Na yuko shetani. Sikiliza. Narudia tena, yuko shetani. Kwa mfano, ukisoma katika Mathayo ile sura ya ngapi? Sura ya 13. Niende kwa maandiko, maana neno tunapolisoma nguvu ya Mungu inatoka, inavunja kazi za shetani, inabomoa kazi za shetani, inateketeza kazi za shetani, na inafisha kazi za shetani, inahuisha, inajenga na inapanda kazi za Mungu. Sema amen. Makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Nizungumzie shetani kidogo hapo ili ujue kwa nini Mungu anasema kwamba munitumikie mimi na kuniabudu peke yangu. Sikia hapa, nikupe maelezo haya. Biblia inasema mafunge matita mkayachome, bali ngano ikusanyeni ghalani mwangu. Twende 36. Nami nasoma kaskazini, kusini, magharibi na mashariki, msikie. Kisha Yesu akawaaga makutano, akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamwendea wakasema, tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni. Yesu Kristo akajibu akasema, azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu. Lile shamba, yani konde, ni ulimwengu. Zile mbegu njema ni wana wa ufalme, yani wacha Mungu. Na yale magugu kusini, sema amen. Mashariki, magharibi, sema amen. Ndugu zangu mnisikie. Ukisoma Mwanzo 1:1 inapomalizia uumbaji, baada ya uumbaji Mungu, Biblia inasema, akaona kila alichokifanya kilikuwa chema, tena chema. Malizia. Hakuna uchawi, hakuna ulevi, hakuna uzinzi, hakuna wizi, hakuna maugoro, hakuna ugomvi, hakuna magonjwa. Ilikuwa swali. Lakini watu walipomwacha Mungu, ndipo shetani akanyemelea.
wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, kusuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokusha kuambia kwamba watu watendao mambo jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Na watu wote waseme amen. Sikiliza Injili. Injili ni uwezo wa Mungu ndugu. Narudia tena, Injili ni uwezo wa Mungu. Makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Nasikia furaha isiyo kifani kuhubiri maneno haya mbele yako. Haleluya. Kumbe yuko Mungu na matendo yake mema. Yuko shetani na dhambi zake. Sikia haya nakwenda kumalizia ili nikuombe. Baadaye kwaya ile imbe. Baadaye mchungaji mwenyeji asimame ukuletea ratiba za kanisa. Sikia haya. Ndio maana Mungu anasema usitumikie miungu mingine. Yuko shetani na uchawi wake na matendo yake mabaya yote. Sikia haya. Nimeanzia huko nyuma. Mwanadamu umefikia kushindwa kufanya maamuzi. Matokeo yake mtu anataka she kwa Mungu na kwa shetani. Kama ni msabato labda Jumapili kanisani, akitoka hapo kwenye uzinzi, kwenye ulevi, sijui matusi na kadhalika. Samani, labda kama ni Muislamu, akitoka msikitini Ijumaa, huyo kwenye dhambi. Wakristo wenzangu na wao Jumapili, akitoka kanisani, huyo kwenye ulevi, kwenye uzinzi. Hiyo Mungu amekataa. Nasema Mungu amekataa. Narudia tena, wanadamu munisikie. Mungu hadhihakiwi. Huwezi kumtumikia Mungu wakati mmoja. Ndio maana message ya leo inasema kumwabudu Mungu pekee. Makofi na vigelegele kwa kali yetu. Hii ni habari njema ndugu. Ni habari njema, wala tuna ugomvi na wewe. Swala ni wewe kukueleza ambacho Mungu anataka ujue. Na Mungu hatashuka kamwe kuja kusema na wewe. Hivi ninazungumza nawe ndio nimetoka. Ndio Mungu anasema na wewe. Ndio maana Luka 10:16 nasema, awasikiaye ninyi anisikia mimi, awakataye ninyi anikataa mimi. Katika Mathayo 25 nasema, Yesu anasema, nilikuja kwenu hamkunipokea. Watu wa mji mtasema, lini ulikuja kwenda moyo? Injili inahubiriwa mahali hapa. Naam, hata jioni ya leo wengine wanasema kumewachea, wengine wanasema sio dini yangu. Hapa tuhubiri habari ya dini, tunahubiri habari ya wokovu. Yesu anasema, nilikuja kwenu hamkunisikia. Kwa hiyo naomba ukae mguu sawa, fungua moyo wako tu usikie habari hizi. Niko naeleza jambo hili sasa, kwamba mwanadamu anashindwa kufanya maamuzi. Huyo ana dini, lakini wakati wanachanganya. Ndio maana huwezi kuabudu Mungu na shetani wakati mmoja. Tumesoma, nimalizie sasa, katika Korinto inasema hapana, ulevi ni wa mashetani, uchawi ni wa mashetani. Maana kuna shetani na kuna mashetani. Sikia haya, unapoona unafanya dhambi yoyote mwanadamu, pole, lakini liko tumaini jioni ya leo. Usife moyo. Bwana ametutuma na ujumbe wa kutia moyo. Kuna watu wanadhani maisha yao ni dhambi. Asipolewa anaona shida, asipofanya dhambi. Hapana, sisi hatukuumbwa tuje tufanye dhambi wanadamu. Ninawatia moyo, usikate tamaa ndugu. Huwa ninafurahi sana ile Yeremia 18:1-4 inasema maneno haya. Inasema kuna mtu alikuwa anatengeneza chombo.
mfinyanzi au muuzi kwa namna moja, baadaye kile chombo ikaharibika. Kile chombo kilijua ndio mwisho wangu, ole wangu jamani. Lakini yule mfinyanzi akasema mimi ni stadi wa kazi, akakitengeneza kikapona, kikawa kizima, kikafanya kazi nyingine. Wanadamu munisikie, haijalishi shetani amekuharibu kiasi gani, umefanya dhambi kiasi cha kujikinai mwenyewe, ninakutangazia yuko Yesu wa Nazareti, stadi wa kazi, atakutengeneza, utafaa kuingia mbinguni. Makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Sikia haya ninapomalizia. Haiwezekani. Anasema mwezi kumtumikia Mungu na mashetani. Kila dhambi ina pepo, ina nguvu zake za giza. Mapepo ya uchawi yakikuingia, unakwambia uchomoke hapo. Dini yako haiwezi kukuchomoa. Ubatizo sijui nini, maana havikufia msalabani. Mbona unavyo lakini havijakuokoa. Yuko aliyeshinda kifo na mauti, anaitwa Yesu Kristo. Huyo ukimpokea, ninakwambia atakuweka huru. Roho ya uzinzi ikikuingia, nakwambia watu wa afya watatangaza kuna ukimwi, lakini wewe ndio kama ni mama gagulo mkononi, kama ni baba zipu nafungulia. Maana kuna nguvu ya mapepo inayokuendesha. Mwingine mgomvi, sio wewe. Kuna mapepo, majini, mashetani ya ugomvi. Fikiria mwanadamu, mtu kama ulivyo, unabugiaje ugolo kwa mfano? Kama sio mapepo yanaingia, unavuteje sigara kwa mfano? Nisikilize nikueleze haya. Sio wewe, na huwezi kujikomboa mwenyewe. Amekuja simba wa kabila la Yuda. Siku moja Yesu katika huduma zake aliingia hekaluni. Alipoingia hekaluni, akakuta wamebadili matumizi ya hekalu. Humo ulevi, humo wazinzi, wanaimba na kwaya, wanafanyaje mambo maovu. Yesu akayaona mapepo ndani yao. Biblia inasema akachukua kikoto cha mkambaa, akatimbua wale waliokuwa wanafanya biashara. Jengo likabaki huru na mnena Yesu aliyeshinda kifo na mauti. Akiingia ndani yako, atachukua ulevi nje, atachukua magonjwa nje, atakuweka huru, nawe utakuwa huru kweli kweli. Biblia inasema usiabudu sanamu. Nimalizie hapo. Sikiliza, sanamu ni kitu chochote kinachochukua nafasi ya Mungu. Ulevi ni sanamu, nakwambia kweli. Narudia tena, uchawi ni sanamu. Narudia tena, dhambi, ndani ya dhambi kuna nguvu za giza, na unapoitenda ujue unaisujudia. Maana kuabudu ni kuheshimu, kuabudu ni kutii, kuabudu ni kufanya. Kwa unapolewa unaabudu sanamu. Ndio maana jioni ya leo neno hili limefika kwako. Nimalizie mazala ya njia mbili hizo. Tumeona katika Mathayo, anasema yale magugu watenda dhambi watatupwa jana. Na tumesoma katika Galatia, inasema wote watendao hayo hawataona ufalme wa Mungu. Kwa nini ufike huko mwanadamu? Siku moja nilikuwa nikihubiri katika mji mmoja, nikasema ingekuwa mtu akiacha ulevi anakufa, akiacha uchawi anakufa, akiacha uzinzi anakufa, akiacha dhambi anakufa. Ndio maana Ezekieli nasema nimekuweka kuwa ishara kati ya watu hawa. Wenzio kama si mimi mwenzio, nilishafanya maamuzi. Unajua haingia akilini.
nizungumzie siasa kidogo. Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapiga marufuku mtu mmoja kuwa mwanachama wa vyama zaidi ya kimoja. Yaani uwe CCM, uwe kafu, hakuna. Ni katiba. Sasa wewe unakuwaje kwa Mungu na kwenye dhambi? Hapana. Narudia tena hadharani leo, nazishuhudizia mbingu na nchi, hukumu ni kali kwa watu wa namna hiyo. Ndio maana tupo hapa kushuhudia habari hizi. Amua kitu kimoja. Huwezi kwenda njia mbili. Huwezi. Utapasuka deshi walisema watu wa kale. Amueni leo walevi. Yesu yupo kwa ajili yenu. Alikuja kuokoa ili kuweka dhana moyoni mwenu ya kumwabudu Mungu aliye hai. Usichanganye baba. Amua leo. Wenzio tumeshamua. Ndio maana halogi wala halogi mtu hapa. Biblia inasema msionje, wacha kunywa wala kulewa, hata kuonja tu, maana ni dhambi. Hiyo ni sanamu, ni miungu. Biblia imetuagiza mambo ya kufanya, na tunauona ushindi. Mwingine anaogopa, anasema na fulani alijitia kimbele, akasema yeye naokoka. Mbona vile mshinda? Hapana. Na mimi hapana. Sikiliza. Inaelekezwa hivi na kanuni za maisha. Usijifunze kwa aliyeshindwa, jifunze kwa aliyeshinda. Na siku ya mwisho hautasema bwana fulani aliokoka vikamshinda, ndio maana mimi nilishindwa. Ndugu, utaunga bewa kwenda jehanamu. Bwana tumeamua na harudi nyuma mtu hapa. Sema amen. Mwisho napenda kuombea, nisikilize. Haleluya. Haleluya. Mimi nikwambie, yani Mungu japo yupo hapa, lakini haielezeki. Kule mbinguni kwenye kiti chake cha enzi anasema hapo sawa. Hapo sawa, inalipa hadi chechi na baki. Maana injili ni uwezo wa Mungu. Inavunja, ni nyundo. Inapohubiriwa, kazi za shetani zinavunjwa. Ni upanga, ni silaha. Kazi za shetani zinaangamizwa. Ndicho ninachokiona katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Lakini kuzimu shetani hapakaliki. Maana injili inakwenda kama miali ya moto. Nguvu za giza zinavunjwa. Nguvu za uchawi zinaharibiwa. Vifungo vinafunguliwa. Na Isaya 61 nasema, maskini wanahubiriwa habari njema, wafungwa wanatangaziwa kufunguliwa kwao, na mateka wanatangaziwa uhuru wao. This is the good news. Hii ndio injili, ndio habari njema. Kaskazini na kusini msikie. Sema amen. Injili. Hatupo hapa kupoteza muda. Tuna mambo mengi ya kufanya. Haleluya. Nakwambia lipo kusudi la Mungu na malizi yako afu nakuombea. Alafu kwae na tumalizia wimbo mmoja au mbili kadiri ya pasa atakavyoelekeza. Baada ya hapo tutamaliza. Alafu itabaki kazi kwako kunyoa au kusuka. Kama vile wanasema kule Zanzibar miaka 70 ngapi, kuna mwimbaji mmoja wa taarabu aliimba akasema, watoto vidongo vyao wakimeza wakitema ni shauri yao. Tunakuletea habari hizi njema. Kama utapokea usimu utaingia, lakini ukigairi hasara ni ya kwako. Nizungumze mambo matatu afu nikuombee. Hii ni habari njema ndugu. Ninaona ushindi wa ajabu. Ninayaona matengenezo kwa watu. Ninaona uponyaji. Ninaona wokovu. Ndicho nachokiona ulimwengu wa roho. Ninaona ushindi. Kwa maana hata kule Misri Farao alijidai hamnazo. Mapigo yale 9, la 10 alinyosha maelezo. Israeli wakaondoka kibabe kupitia kuteswa, kusulubiwa,
kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, kupaa mbinguni. Shetani achia kwa jina la Yesu Kristo. Watu watoke dhambini, watoke kwenye utumwa wa mateso. Yesu ni Bwana na Mwokozi. Moja, malengo ya Injili hayapo tu for nothing. Kuna mpango kabambe wa kimungu, the good master plan. Mpango moja. Wewe ambaye unaishi dhambini, hukuwahi kuwaza kwamba kuna siku unaweza ukaacha ulevi, unaweza ukaokoka. Jioni ya leo nasema na wewe, jioni ya leo kusiwe la kuzuia kumwambia shetani na dhambi zake ambazo ndiyo miungu na sanamu, toka shetani. Hiyo ndiyo habari njema. Namba 2, Injili nikasema siku moja tu, nataka siku ngapi? Sikio la kufa lisikii dawa, lakini wewe sio sikio la kufa. Haleluya! Hii tu ndio zinatosha. Namba 2, nisikie wewe ambaye nakupa pole, uliyewahi kubahatika kuokoka, lakini kwa sababu moja au nyingine ukateleza. Mwana mpotevu alisema, nitarudi kwa baba yangu. Namalizia kazi za Injili, na hakuna wakuzuia, si mtu, si mamlaka, si chochote. Na anayezuia, sikia Yesu alimwambiaje Sauli? Akasema, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Ni vigumu kwako kupiga teke mchokoo. Chokoo ni kitu chenye ncha kali. Una kiatu napiga kwenye mkuki uliosuguliwa namna hii. Kinachoumia ni wewe, sio mkuki. Yesu alisema, nitalijenga kanisa ambalo milango ya kuzimu italishinda. Yesu alisema, hakuna anayeweza kuzuia mpango wa Mungu. Hilo ulijue. Tupo hapa, tuko furu, tumekamilika. Na Mungu yupo. Waukatiliwe mbali na wakatiliwe mbali kwa jina la Yesu. Wakutiishwe watiishwe. Anayepambana na kanisa, anayepambana na wokovu, anayepambana na Injili, anapambana na Mungu. Ndio maana nasema na kushauri ushauri wa bure. Tangu umeanza kufanya dhambi, faida gani umepata? Nasi tu inshallah. Narudia tena, halewi mtu hapa, hazini mtu hapa, hatendi dhambi mtu hapa. Maana ndani ya dhambi ni miungu, ni masanamu. Na amesema sipendi ninyi kushikana na mashetani. Sema amina, sema amina, sema amen. Kwa hiyo moja, mwenye dhambi tubu. Na maana ya kutubu ni kusema nimekoma, sitafanya dhambi tena. Ndio maana Mithali nasema, wenye dhambi waikushawishi. Wewe ni mawazo yako, wawe ni watu, wewe usifanye nini? Usikubali. Mwanzo 4:7 Mungu anamwambia Kaini, na anakuambia leo mwanadamu usikie, kwamba nakiri ulevi upo, uzinzi upo, dhambi zipo, zinakuotea, zinakutamani, lakini yapasa uzishinde. Kushinda dhambi inawezekana, lakini nenda. Biblia inasema ngapi pale? Kwamba angalia umekuwa mzima, 5:14 Yohana, usitende dhambi tena. Malizia basi Yohana hiyo 8:11. Yesu akamkuta mwanamke kahaba, akasema, mimi nimekuja kuhukumu, sio kuangamiza. Usizini tena. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, uliyekuwa umeokoka, hili hina kutafuta, pole kwa yaliyokukuta, lakini hutajitetea siku ya mwisho. Ndio maana Biblia inasema turejee kwa Mungu, yuko tayari kutusamehe. Kama mwana mpotevu alivyorudi kwa babaye,
uliyekuwa umeokoka, please, serious, watu watasemaje? Rudi kwenye wokovu. Lakini tatu na mwisho, Injili inakuja kuwatia moyo wale ambao yamkini walikuwa kanisani tabani karibu waje wokovu. Biblia inakuja kutia nguvu. Kama vile simu imebaki na jino moja karibu izimike, leo imechomeka kwenye umeme, sio wajeleta tena, wala sio nini, kwenye grade ya mbinguni, iwe fulu. Semame tumekuja. Huna sababu ya ukata tamaa. Kuna watu hapo wameokoka, wako hoi. Siku moja nikasema kwamba wengine, kwa mfano itokee Yesu anakuja, wengine tunasherehekea, tunashangilia kifua mbele, wengine wanaenda kumshukuru Yesu. Nashukuru umewahi kuja. Nikapita wiki au mwezi, sijui kama nilikuwa naendelea kwa umefanya kuniuliza. Wokovu inasema kwamba unatakiwa uwe imara, uimarike, unaingia mbinguni kwa kishindo. Hata kama Yesu angeongeza miaka 10 haji wokovu mtu hapa. Kama wengine wanavyosema, wanasema Yesu, niwaambiaga siku moja tumeenda kanisa fulani, tukasikia kwaya inaimba, inasema Yesu njoo haraka kutuchukua. Yesu shetani atatumaliza, amepanda moto. Wewe, mimi nasema usimpe ibilisi nafasi. Mimi nasema mpingeni shetani, naye atawakimbia. Haleluya. Nakwambia kama dhambi zingezidi mara 100 leo, hatendi dhambi mtu hapa. Kumbuka Rumi 5:20 inasema kadiri dhambi ilivyokuwa nyingi, neema ilikuwa nyingi zaidi. Tatizo watu wanakodelea kwenye dhambi, hawajui shilingi na pande mbili. Kumbe neema ya wokovu ni zaidi ya dhambi. Makofi na vigelegele kwa Bwana. Kukutia nguvu wewe ambaye umesonga mbele. Songa mbele. Naomba niende kukuombea sasa. Baba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya Injili hii. Neno lako, Injili ni uweza, haiwezi kurudi bure. Injili inaponya, inaokoa, inafungua. Injili inatengeneza. Injili Mungu, rejesha kila kilichoibiwa, kilicholiwa na paema na nzige. Tengeneza palipoharibika, huisha palipogonjeka. Ponya, fanya kama Mungu, kwa jina la Yesu Kristo. Nije nikuombee sasa. Moja, pendwa, ambaye umekuwa ukiishi dhambini, usijue ulevi ni sanamu, usijue ni miungu hiyo, na Mungu amekataza. Na leo unataka kusema leo ni mwisho, nataka niokoke, niwe kiumbe kipya, ya kale yapite, nifungue ukurasa mpya. Ni fursa yako. Katikati yetu ambaye serious wataka kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, napenda nikukaribishe, nikuombee mtu wa Mungu. Haihitaji fedha, haihitaji degree wala diploma wala certificate. Naomba nikuombee. Wakati kumalizia, wakati atakuwa anakuja kwa ajili ya kumalizia, baada ya mchungaji mwenyeji kutangaza ratiba za kikanisa, maisha Injili inasonga mbele. Naomba nikuombee. Unasema mwinjilisti Isaya, usishuke madhabahuni, ina mkono wako nikuombee. Unasema niombe, mchungaji niombe. Naomba leo nigeuke, niache njia zangu mbaya. Naomba nikuombee. Usiseme siku ile walikuja siku moja tu, lakini hukutuambia tuache dhambi. Biblia inasema 28:13, Mithali, azifichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye